Yakobo na Esau. Hadithi ya Yakobo na Esau inarejea katika vizazi, ukumbusho wenye nguvu wa chaguzi tunazofanya na tumaini la kudumu la upatanisho. Wakiwa wamezaliwa na Isaka na Rebeka, Yakobo na Esau walikuwa mapacha, lakini hatima yao ilikuwa mbali sana. Hata wakiwa tumboni walipigana mweleka, kielelezo cha mzozo ambao ungefafanua maisha yao. Pambano hili halikuwa la kimwili tu, ulikuwa wa kinabii. Mungu alimfunulia Rebeka kwamba mwana mdogo, Yakobo, angetawala juu ya mkubwa, Esau. Tamko hili la kimungu liliweka msingi wa drama tata ya familia na mara nyingi yenye maumivu. Isaka alimpendelea Esau, mwindaji stadi, mtu wa mwituni. Rebeka, kwa upande mwingine, alimpenda Yakobo, mwana mtulivu na mwenye kutafakari zaidi. Upendeleo huu wa wazazi, ingawa labda haukukusudia, ulipanda mbegu za mafarakano ndani ya familia. Iliunda mazingira ambapo ushindani na chuki vinaweza kuota mizizi kwa urahisi. Matokeo ya mapenzi haya yangeendelea kwa vizazi. Siku moja ya maafa, Esau alirudi kutoka kuwinda amechoka na mwenye njaa. Yakobo alitumia fursa hiyo na kumpa bakuli la kitoweo badala ya haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Esau, akiongozwa na njaa ya haraka, alikubali kwa urahisi. Wakati huo, alionyesha kutojali sana umuhimu wa urithi wake, uamuzi ambao angejutia sana baadaye. Chaguo hili la msukumo lingebadilisha mwendo wa maisha yake. Miaka mingi baadaye, Isaka, ambaye sasa ni mzee na kipofu, alijitayarisha kumpa Esau baraka zake. Rebeka, akijua ahadi ya Mungu, aliingilia kati, akimsihi Yakobo amdanganye baba yake. Yakobo, aliyejigeuza kama Esau, akajileta mbele ya Isaka. Kupitia udanganyifu uliopangwa kwa uangalifu, alipokea baraka iliyokusudiwa kwa ajili ya ndugu yake, baraka ambayo ilikuwa na uzito mkubwa wa kiroho na kimwili. Wakati Esau aligundua udanganyifu, hasira yake haikujua mipaka. Akiwa ameumia moyoni na kukasirika, aliapa kumuua Yakobo, tishio lililomlazimu Yakobo kukimbia kuokoa maisha yake. Kukimbia kwa Yakobo kuliashiria mwanzo wa safari ndefu na ngumu. Alilazimika kuacha familia yake, nyumba yake, na kila kitu alichojua, yote kwa sababu ya matendo yake. Uzito wa udanganyifu wake ulimtwika. Yakobo alitafuta kimbilio kwa mjomba wake Labani, ambako alitumia miaka mingi kufanya kazi na kujenga familia. Akawaoa Lea na Raheli, akazaa wana 11 na binti mmoja. Wakati wa kukaa na Labani, Yakobo pia alijikusanyia mali nyingi. Hata hivyo, licha ya mafanikio yake, alitamani kurudi nyumbani na kukabiliana na matokeo ya maisha yake ya zamani. Zamani daima hupata njia ya kuibuka tena. Baada ya miaka mingi, Mungu alimwagiza Yakobo arudi katika nchi yake. Akiwa na wasiwasi, Yakobo aliogopa kwamba Esau angelipa kisasi. Wazo la kumkabili kaka yake lilimuandama. Alijua alikuwa amemkosea sana Esau na hakuwa na uhakika kama msamaha ungewezekana. Uzito wa matendo yake ya zamani ulikuwa mzigo mzito. Yakobo alipokaribia nchi yake, alituma wajumbe wamtangulie kwa Esau. Kwa mshangao, Esau akaja kumlaki akiwa na watu 400. Hofu ilimshika Yakobo, lakini Esau alipokaribia, alikimbia kumkumbatia Yakobo, huku akimkumbatia na kulia. Ndugu walipatanishwa, ushuhuda wa nguvu ya kubadilisha ya msamaha. Hadithi ya Yakobo na Esau ni ukumbusho wenye nguvu wa ugumu wa mahusiano ya wanadamu. Inaangazia matokeo mabaya ya udanganyifu na nguvu ya kubadilisha ya msamaha. Pia inakazia enzi kuu ya Mungu katika kuchagiza hatima hata katikati ya kasoro za wanadamu. Licha ya kasoro na makosa yao, Mungu alitumia Yakobo na Esau kutimiza makusudi yake. Hadithi hii inatukumbusha kwamba hata katika mahusiano yaliyovunjika zaidi, upatanisho unawezekana. Msamaha sio rahisi kila wakati, lakini daima ni njia ya uponyaji na urejesho. Hadithi ya Yakobo na Esau ni kioo kinachoonyesha mapambano yetu wenyewe na ushindani wa ndugu, udanganyifu na hamu ya upatanisho. Ni hadithi ya udhaifu wa mwanadamu na neema ya Mungu.
Ni hadithi inayomhusu mtu yeyote ambaye amewahi kuhisi uchungu wa uhusiano uliovunjika au matumaini ya mwanzo mpya. Ni hadithi ambayo inatukumbusha kwamba hata katika nyakati za giza sana, upendo na msamaha wa Mungu unapatikana kila wakati. Simulizi la Yakobo na Esau ni ushuhuda wa uwezo wa kudumu wa familia, umuhimu wa uadilifu na uwezo usio na kikomo wa msamaha. Ni hadithi ambayo inaendelea kututia moyo na kutupa changamoto leo. Simulizi hili la kibiblia linatumika kama kikumbusho chenye nguvu kwamba uchaguzi wetu una matokeo, lakini ukombozi huo daima unaweza kupatikana. Ni hadithi ya matumaini, uthabiti na nguvu ya kudumu ya upendo. Sakata la Yakobo na Esau ni somo lisilo na wakati katika unyenyekevu, msamaha na neema ya Mungu isiyoyumba. Ni hadithi inayozungumza na moyo wa hali ya mwanadamu. Tafakari juu ya mahusiano yako mwenyewe. Je, kuna vifungo vyovyote vilivyovunjika vinavyohitaji kurekebishwa? Je, kuna mtu ambaye unahitaji kusamehe au mtu ambaye unahitaji kuomba msamaha kutoka kwake? Chukua hatua ya kwanza kuelekea upatanisho leo. Omba uongofu, wafikie wale uliowakosea na uwape msamaha wale waliokukosea. Acha hadithi ya Yakobo na Esau ikuhimize kukumbatia nguvu ya kubadilisha ya msamaha na kujenga madaraja ya kuelewa na upendo. Shiriki ujumbe huu na familia yako na marafiki, na hebu sote tujitahidi kuunda ulimwengu ambapo upatanisho hushinda migawanyiko.